Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya kwanza na mstari wake wa 9. Wakorinto wa kwanza sura yake ya kwanza na mstari wake wa 9 inasema, Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye mwingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Ninashukuru Mungu kwa sababu nimepata nafasi hii ili tuweze kuzungumza neno la Mungu. Ninataka tuzungumze kuhusu wito. Wito ni kitu kinachoingilia mtu katika maisha yake. Hata ukiangalia katika wengi walioitwa, wengine walikuwa walimaji, wavuvi, wakakuja ili wafanye kazi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu amenipatia maneno ine: ushirika na baraka na kibali, pamoja na kushukuru Mungu. Kama mtu ameitwa, sharti ana baraka, tena na kibali, sharti amshukuru Mungu. Tuangalie katika Kutoka sura yake ya 19 na mstari wake wa 6. Kutoka, Mungu aliita kwanza taifa la Israeli ili awe pamoja nao. 19 mstari wake wa 6. Kutoka 6:19 mstari wake wa 9 nasema, nanyi mlikuwa kwangu kama wafalme na makuhani. Ama tuanzie kwa mstari wa 5, inasema, sasa basi ikiwa mnatii sauti yangu kweli kweli, mkilishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu mliko kabila zote za watu, maana dunia yote ni mali yangu. Nanyi mtakuwa wafalme, makuhani na taifa. Hayo maneno mtakayowaambia wana wa Israeli. Kama Mungu anakuita, Mungu alikuwa anaita Waisraeli. Hapa kuna maneno karibuni 4, yaani watakapotii watakuwa tunu ya Mungu ama hazina ya Mungu. Katika hayo watakuwa wafalme kwa Mungu, watakuwa makuhani, watakuwa taifa takatifu. Hiyo ni agano la kale. Twende katika agano jipya, katika Petro wa kwanza 2 na mstari wa 9 inaonyesha kama watu wa agano jipya ama wa Kristo wakiitwa, kuna kile Mungu anataka tuwe. Petro wa kwanza sura yake ya 2 na mstari wake wa 9 inasema hivi, basi nyinyi ni mzao teule wa ukuhani na ufalme takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake, na yeye aliyewaita mtoke katika giza na kuingiza katika nuru yake ya ajabu. Nanyi mlikuwa kwanza mataifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa
mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Watu walioitwa, kuna kitu Mungu anataka ufanyike. Ni 2 na mstari wake wa 9, sio 10. Ndio, bali nyinyi uzao mteule. Kama mtu anaitwa, unakuwa mteule, mtu aliyechaguliwa, mtu aliyekubaliwa na Mungu. Uzao teule, makuhani, wafalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke katika giza. Tunaitwa kutoka katika giza tuingie katika nuru. Wito Mungu alitaka Waisraeli, sawa, aliwafanya kama taifa. Hata sisi wa Kristo anataka tuwe taifa takatifu. Ndio wito, tuwe watakatifu jinsi alivyo mtakatifu. Kama ukisha kuitwa, unapokea baraka. Mtu aliyeitwa ana baraka. Katika Waefeso 1:3, Waefeso 1:3, baraka 1:3, Waefeso 1:3, Waefeso inasema nini? Atukuzwe Mungu Baba wa mwana wake Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Paulo alijua siri za baraka ziko ndani ya Yesu. Kama umeitwa, una baraka. Kama umeitwa na kukubali kuingia katika hizo baraka. Kuna wengine wanakataa, hawakubali. Wakati wanapoitwa wana maswali mengi. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 na mstari wake wa 1 mpaka wa 3, kitabu cha Mwanzo 12 mstari wake wa 1 mpaka mstari wa 3. Inasema, Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, na uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Unajua, watu wengi wakati wanapoitwa wana maswali mengi. Kwa nini kuitwa? Kwa nini? Kwa nini? Lakini Mungu anakuita ili uingie katika ufalme, utangaze fadhili za Mungu na uwe na baraka. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulitukuza jina lako, nawe uwe baraka. Mstari wa 3 inasema, nami nitawabariki walio wakubarikiao, naye akulaani nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Sasa kwa nini hiyo baraka sisi haitufikie? Ni kwa sababu hatuingie. Tunaitwa lakini hatukubali kuingia katika huo wito wa kuingia katika hizo baraka. Watu waliokubali kama Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Musa, Yesu, mitume, wachungaji na Wakristo, sisi ni watu walioitwa tuwe tunu ya Mungu. Mungu ajivunie kama ana watu aliyeita, aliyewachagua ili wasimame na kazi yake. Lakini katika hizo baraka sharti
uwe mtiifu. Nataka tuangalie katika Yohana wa Injili 15:16. Yohana wa Injili. Yohana wa Injili 15:16. Inasema nini? Si nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Mungu akikuita ni yeye anataka utoke hapa uende hapa. Mungu akisema simama, wewe simama. Mungu akisema piga magoti, wewe piga magoti, ndipo utapata baraka. Lakini ukiwa na maswali, kwa nini unaniambia nisimame? Kwa nini unaniambia nipige magoti? Sasa tungelimuuliza kwa nini tuko hapa? Kwa nini mimi nahubiri hapa? Ni kwa sababu nimeitwa. Si ninyi mlionichagua, ni kwa sababu nimechaguliwa. Ndio maana nasimama hapa. Si tuinue mikono kidogo. Bwana asifiwe. Si ninyi, wakati Mungu anapokuita, sio wewe unayemuita, ni yeye anakuita uingie katika ufalme wake. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nimewaweka kwenda mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mtakaloomba kwa Baba kwa jina langu mpate. Sisi tuliochagua Mungu. Mungu ndiye alituumba gisi ulivyo. Uko albamu ya Mungu. Sasa amekuita ili uingie katika baraka. Lakini baraka sharti utii wito. Tuangalie katika Luka 16 na mstari wake wa 16. Luka, sharti uwe mwaminifu katika utii. Wakati Mungu anapokutii, sharti unyenyekee. Vunja kiburi. Kiburi ni hasara. Inasema aliye mwaminifu katika lililo ndogo sana, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Watu wengine ukimwambia nipatie hii, anakuambia kwa nini? Ninakumbuka wakati moja niko Burundi, kulikuja mtu tajiri. Alikuwa anafanya biashara Burundi nyingi. Alikuwa na gari lake. Gari hili sijua wanaliitaje, lina ulinzi, hata risasi haiwezi kubomoa. Sababu akiingia kwa hiyo gari kila mtu anajua fulani iko hapa. Sasa kaenda kwa taxi, akamwambia ninataka unitoe hapa Buruburu twende Umoja. Ni ngapi? Wakakubaliana, wakaenda naye. Kufika mahali pale, akaingia. Akamwambia huyu, wewe uningoje nikimaliza hapa, tuseme tutaenda Kayole. Niende Kayole? Nalitoka Buruburu na hujanilipa, niende tena Kayole nilipe? Sasa kulikuwa mwingine iko na taxi hapo. Akasema kwa nini mnazozana? Tulitoka naye Buruburu, tukafika naye hapa, na nataka twende Kayole, nitamlipa. Hasema ni ngapi? Akasema gisi walisikilizana. Huyu taxi akatoa pesa, akalipa huyu dereva mwingine, akaenda. Akabakia na deni la tajiri. Wakaenda, wakatoka tuseme Umoja, wakaenda Kayole. Kufika Kayole, tunataka twende Kasarani. Ule akakubali. Wakatembea naye siku mzima. Baadaye jioni akamuuliza, hii taxi ni yako? Hii gari ni yako? Aseme hapana, mimi ninafanyia mtu kazi. Sasa kama hii mtu akihitaji ina bei ngapi? Akamwambia ziko, nitaweza kuzipata. Sasa hata kesho utaweza kuja nayo? Ndio.
Sasa unalipa hiyo tax unayotumikia tajiri wako, unamulipa namna gani? Aseme ni kwa wiki. Ni ngapi? Akasema ni hii. Wewe ulete hiyo na ulete hii. Pesa hii wende ulipe huo tajiri. Uache hii gari wende umlipe tajiri. Hakakuja na hiyo ya huyu, sema tutashinda tunatembea nayo tuone kama iko kweli iko sawa. Wakatembea naye Bujumbura siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, akachukua ile gari, akailipa, akamwachia huyu. Huyu alikataa kutii, akakosa gari. Kutii ni kitu kinacholeta mafanikio kwa haraka, sio diploma. Hayomba usome, hayomba uzungumze Kizungu wala Kifaransa. Ni kitu, ni nizamu, ni kitu unachofundishwa. Aliye mwaminifu katika lilio ndogo sana huwa mwaminifu na lilio kubwa sana. Twende kwa mstari wa 12. Inasema kama haukuwa mwaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayekupa yaliyo yenu wenyewe? Kama wewe peke utajiri Mungu aliyokupatia wewe sio mwaminifu, kwa hiyo utajiri Mungu atakupatia yako, unashindwa kufanya kazi kwa mtu mwingine, unashindwa kuheshimu baba na mama, unashindwa kuheshimu. Sasa unataka Mungu nipatie utajiri. Sherti uwe na nizamu. Usipokuwa na nizamu, utajiri haiwezekani Mungu akupatie yaliyo yako, sababu usiokuwa mwaminifu kwa yale. Sherti baraka uwe na nizamu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la tatu ni kibali. Kibali ni neema Mungu anayopewa na Mungu, sio masomo. Kuna wengi walisoma, wakasoma Kenya, wakamaliza, wakaenda nje, wakaenda sijue Marekani, wakaenda Russia, lakini wanahangaika, hawana chakula. Sababu ya nini? Diploma iko nazo lakini hana kibali. Kibali ni fursa, ni nguvu inayokuwezesha kufanya kazi. Yusufu Mungu alimupa kibali. Mwanzo 39 na mstari wa 20. Mwanzo. Ndugu zake wa baba na moja walimchukia, wakamuuza, akaenda huko huko nako akapatwa na shida, wakamuingiza katika gereza. Lakini Mungu, pamoja na Mungu akampa kibali. Inasema bwana wake akamtoa Yusufu, akamtia katika gereza, mahali pa wafungwa wa wafalme waliokuwa wamefungwa, naye akawa humo gerezani. 21. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa wakuu wa gereza. Mungu kupitia kwa njia zake, sio diploma, akamfadhili, yani neema ikakuja juu yake. Mtu aliyeuzwa, mtu kuna maneno mengi hapo sitaki kuyata, lakini Mungu akampa kibali machoni pa makuu wa gereza, akakuwa na upendeleo. Yusufu akakuwa mtu mzima, akaongoza katika gereza. Alitoka pale akiwa waziri. Kibali sio masomo, ni neema ya Mungu inayokuwezesha kufikia lengo lako. Bwana asifiwe.
Tena kibali hakiangalie baba, hakiangalie mama, hakiangalie kijana, hakiangalie ni kuomba Mungu. Omba Mungu katika wito wako, katika baraka zako. Omba Mungu akupe kibali. Mtu wa pili aliyepata kibali ni Esther 2:9. Alikuwa mkimbizi yatima. Mungu akampa kibali. Akaenda kwenye mashindano ya walembo ili awe malkia. Wakampatia watu wanaotengeneza wamama. Unajua sisi kama mimi na mke wangu hiyo huko hatuko. Sawa, sisi urembo ni ule Mungu aliyotupatia. Urembo wangu ni huyu tu. Urembo wangu na mke wangu. Hakuna, si tunajipaka mafuta ya kawaida kama ya watoto. Hakuna, lakini sisi tuko warembo jamani. Ni utukufu wa nani? Huyu walimpatia watu wa binti 7 waliohitimu, wanajua kufanya kupodoa vizuri. Wakampeleka mahali pazuri. Yule mwanamwali wakapendeza, akampokea fadhili kwake, naye akampa wepesi vifaa vya utakaso pamoja na chakula chake, na vijakazi 7 walio mhudumia ili urembo wake. Watu 7. Ukienda saloni siku moja, karibu wengine 5 unaanguka. Lakini alipewa wale wanaojua kupodoa vizuri, watu 7. Wakampeleka mahali pazuri, akapata kibali machoni na akakuwa yatima. Unajua hata chakula, kuna maneno karibuni 3 yanayobadilisha mtu. Watu wanaenda na perfume hata ufanyaje. Kama unavaa vibaya, kama unalala pabaya, kama unakula vibaya, hata ufanye perfume. Hiyo perfume itageuka hiyo perfume ya kwa barabara, tuseme hivyo. Lakini Esther akapata kibali, akapata neema. Mtu wa 3 aliyepata kibali ni Rahabu kahaba. 2:11, 14, 6, 17. Rahabu kahaba, wakati walitaka kuangamiza Yeriko, yeye peke na nyumba yake, baba yake na mama yake ndio walipata kibali. Yeriko yote ikateketea. Sababu ya nini? Yeye mtu wa kibali si mtu anayeona na hii macho yetu. Ana macho ya kiroho. Ana macho ya kiroho. Mungu akamuongoza, akaona ndani ya wakimbizi hawa pelelezi kuna wokovu, akawaficha. Mtu ana jina la kudharauliwa, lakini yeye peke yake ndiye Mungu aliokoa katika mji wa Yeriko. Rahabu kahaba akakuwa, akabakia. Wale wenye vyeo wote, ndugu yangu, kama umeitwa, kama una baraka, kama una kibali, jifunze kushukuru Mungu. Wenye kuwa na mikono wafanya hivi. Wenye kuwa na mikono simfanya hivi. Bwana asifiwe. Tunaona kama tuko na mikono, lakini ukiambia watu washukuru Mungu ataangalia chini. Kwani nitashukuru Mungu kuna nini? Kwanza hii mkono si ni utajiri? Huyu mkono si ni utajiri? Hii kinywa si ni utajiri? Unajua Mungu wakati alipoita Musa alisema nitakuwa pamoja na kinywa chako. Kinywa ni utajiri. Kinywa hii ni utajiri, nitakufundisha. Na akasema wakati mtakapoondoka katika Misri, zungumuza na wakaaji wa Misri. Wakapata kibali. Tuangalie katika Injili ya Luka 17:11 inasema nini? Wakoma 10
Kwa desturi ya Kiyahudi, kama unapatwa na ukoma, ukiwa mke, ukiwa baba, ukiwa mtoto, walikuwa wanakutenga, unakuwa nje ya mji. Wakoma wakasikia kama Yesu anataka kupita hapo, wakalalamika, Yesu, Yesu, sababu hawakumkaribia. Akasema, mumetakasika, mwende mkajionyeshe kwa makuhani. Wakati walipokuwa njiani, wakakuta wametakasika. Yesu akawauliza, mbona mumepona? Amematakasika mkiwa watu 10. 9 iko wapi? Ni moja tu alirudi kushukuru. Jameni, Mungu amefanya maneno mengi. Wengine wanalala tu hapa kwa mtalo, na ni wa Kenya, wana baba na mama. Kwa nini? Wewe unalala nyumbani, wewe una gari, wewe unalala. Mbona mlitakasika mkiwa 9? Mlikuwa 10. 9 iko wapi? Kukakurudia mtu mmoja ndio alikuja kuleta shukurani. Acha niwaambie, wakati una njaa, wakati una shida, wakati una magonjwa, una njaa unafunga, baba, 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 uko na njaa na unafunga. Lakini siku Mungu anakubariki, tunafunga na njaa. Zaburi ya 150, Zaburi ya 150 kushukuru, na mstari wake wa 6 inasema nini? Zaburi ya 150 na mstari wake wa 6. Mimi nilishaikariri, inasema kila mwenye pumzi nafanye nini? Situsome kila mwenye nani na mbona hamalizie ile nini? Yaani haleluya, iwe hivyo. Bwana asifiwe. Kila mwenye pumzi ni sheria ya mama, ni sheria ya katiba ya neno la Mungu. Kila mwenye pumzi nafanye nini? Haujaenda huko pumzi kuishie, wakuweke pumzi sasa ya pesa. Gisi inafanya hivi, pesa iko inahesabu. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Haleluya, Bwana asifiwe. Je, unamsifu Mungu? Je, unamsifu Mungu kweli? Je, unajua kumsifu Mungu? Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Tuliitwa tuingie katika ushirika. Ukishaitwa kuingia katika ushirika, hatua ya pili ni baraka. Hatua ya tatu ni kuwa na kibali ya kukuwezesha. Neno la 4 ni kujifunza. Sababu mwili kushukuru, sababu mtu akikupatia pesa fulani, unahitaji ili kiwango kilicho juu. Sinimbaambia walinipatia $500,000. Unadhania ndani yangu sikuwa natamani wanipatie milioni yote mzima? Hebu tusimame tuombe hayo maneno mane. Mungu, nahitaji tuwe na ushirika. Tusimame tutayaombea mara moja yote. Ninataka tuwe na ushirika. Mungu, nataka niwe na baraka. Mungu, nataka niwe na neema ya kibali. Mungu, nataka unifundishe kushukuru. Wengi mifupa. Mimi nilishafanya ajali ya gari.
nilikuwa natoka mahali fulani, gari ilikuwa inapakia mizigo. Sasa ikapanda mlima, hiyo mizigo ikatulalia. Bahati wakati ilipotutupa kuna mtu ilimrusha, ndio alitusaidia. Sasa tulilia mara moja. Sasa ile mizigo inapita na tubana. Lakini tunaona mwili wangu hakuna mahali, hakuna mfupa uliovunjika. Ni neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Na walikutana na maneno mengi. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi nisimame hapa leo, nizungumze haya maneno, ndio maana sikufariki. Tufunge macho tuombe haya maneno mane. Mungu Baba, katika jina la Yesu, mimi nimeisha panda, nimeambia watu wito ili uliowaita ili washiriki, sio wao waliokuita, bali ni wewe uliowachagua. Baba, wape ushirika uliokamilifu katika jina la Yesu. Hawa uliowaita wa baba na wa mama na wachungaji, hata waingie katika ushirika wako. Wape baraka, wape baraka, wape baraka katika jina la Yesu. Wape kibali ya kuwawezesha katika ulimwengu huu, kibali, neema, uwezo, mamlaka ya kubadilisha maneno yote. Wape kibali, wape neema katika jina la Yesu. Baba, wape kukushukuru, wape kukushukuru, walete sifa mbele yako. Ni Mungu unayekaa juu ya sifa, tukuka, inuka na utukufu wako katika jina la Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Karibu mchungaji, karibu, karibu.